Haleluya, haleluya. Mfanye upya mawazo yenu, mfanye upya fikra zenu, mfanye upya mikakati yenu, mfanye upya akili zenu, mfanye upya na hisia zenu, mfanye upya na emotions zenu, mfanye upya na mioyo yenu iwe mipya. Represent Mungu jinsi alivyo. Kuna neno nataka nilitumia hapa limetoka. Yaani represent Mungu border to border, niseme border to border. Yaani popote unapokatiza wewe, Mungu amekatiza hapo. Chochote unachokisema wewe, Mungu amekisema hicho. Umeona? Kwa sababu anasema mapenzi ya Mungu haya ambayo unatakiwa kuyafanyia upya, kureplace akili zako nayo, ni mema. They are good. The will of God is good. It is acceptable and it is perfect. Haina mapungufu. Kwa hiyo fanywe upya akili zako. Now don't think like a poor person. Usianze kuthink poor. Usianze kuthink kishaanza kuthink poor. What else do you need? Unahitaji nini? Unahitaji mtu akusaidie uwe rich. You think poor, and therefore you get what you think. You get what you think. Akili yako ndio inakupa guidance, direction ya kwenda, ya jinsi ya kufanya. It is the wisdom of God. It is the understanding of God. It's the knowledge of God. I mean, just not the knowledge of knowing. I mean, not knowing just who God is and no. Rather, knowing the things of God, getting that level of the knowledge of God in you, and doing whatever you are doing using that knowledge. Unajua kama Mungu anavyojua. Ndicho ambacho kipo kwako sasa. So as you direct your mind there, that's where it should be. Lazima utafika huko. What happened to watu kama Aholiab na Bezaleli? Ukisoma Kutoka 31:1-6, walipewa, they were just endowed the mind of God. I mean the wisdom of God. I mean the knowledge of God. Walipoipokea ile knowledge ya Mungu, walipewa kwa ajili ya kufanya nini unajua? Kwa ajili ya kujengea hekalu. Now do you think iliishia pale? Yaani baada ya kumaliza kujenga hekalu tu Mungu akasema, I remove this knowledge? No. Ukisoma kwenye Mithali somewhere anasema the gifts and the callings of God are not repented, yani hazitokage. Akishakupa amekupa. Ukishamaliza kujenga hekalu then utaanza kujenga magorofa ya watu, utapata hela nyingi. By the way, wale walikuwa wanajenga hekalu unajua, soma hiyo Kutoka 31:1-6. Endelea nayo tu. Utakuta kuna mahali walikuwa wanajenga, watu walikuwa wanaleta vifaa vya kujengea hekalu. Wanaleta mpaka wakasema so that it's too much now. Yani mmeleta vingi mno. Havihitajiki tena. Msilete tena. Unaonaje wakati ukiona jenga magorofa ya watu huko, watu wakakuletea vifaa mpaka ukasema basi usilete tena hivi vifaa. Vinatosha. Unaonaje ukiwa na skills za kufanya mabunifu yasiyo ya kibinadamu kabisa? Unaonaje? Hiyo inatokea. Haitokei kwa mtu kwa sababu yeye sijui ni Muisraeli. Inatokea kwa mtu ambaye anafahamu, amekubali kwamba anayo akili ya Kristo. Kwa hawa kina Aholiab na Bezaleli, ile wisdom waliokuwa nayo
waliwafundisha na wengine, walitumia vizuri, wakafanikiwa sana. Yani kama ni utajiri mpaka leo, na ukisikia kuna watu matajiri, kuna yani hawa wajenzi wanaitwa masons, sio free masons wale. Hata hiyo free masons yenyewe labda walitoka ni Waisraeli fulani, walikuwa wametajirika sana kwa kufanya ujenzi wa mambo wa maeneo mengi. Walikuwa wana ubunifu wa hali ya juu wa kujenga, wakajenga hayo maeneo mengi, so ile society yao ikawa ni tajiri sana. I don't know what kilicho flip mpaka sasa hivi imeshakuwa ni society ya wachawi. Those people, they had the mind of Christ. Not had, they have, and they are utilizing it. Unafikiri vipi ikitokea kwako leo? Yani wewe sijui kuna problem vinajitokeza kazini au wapi, all the people run. And they know that we have a solution into that colleague there. And he is not prideful. Kwa sababu anajua. Kwa sababu na watu wengine akishajua tu basi anakuambia, nifika ofisi moja nimefika pale ofisini, naambia vijana wangu na walikuwa wanaripoti kwangu, bana hebu tufanyeni tupate solution ya hiki kitu. Wakaenda kwa watu wahusika na hiyo solution. Mtu mmoja akamwambia, nyinyi hamwezi kupata hiyo solution mpaka mwambieni yule kiongozi wenu aniambie mimi ndio mtapata hiyo solution. Well, that's prideful, and it doesn't come from God. Kina Bezaleli na Holiab walileta matokeo mazuri sana kwa jamii yao, kwa vile walivyovifanya, kwa ujenzi waliofanya na kadhalika. Na muongelea jamaa mmoja anaitwa Mfalme Suleiman. Mfalme Suleiman alipokea hekima kutoka kwa Mungu. Hekima ya Mungu, it is the word of God. Nikwambie, hekima ya Mungu ni mahusia ya Mungu. At the point where you get counsel moja kwa moja from God, that is called the wisdom of God. He tells you what to do right at the time you need to know. Huyu Suleiman aliraise kwenye hekima dunia nzima, wakawa na kwenda, yani people from all over the world walikuwa wanafunga safari kwenda kumwangalia huyu mtu ni mtu wa namna gani. How special is this person, the person of Solomon. Malkia wa Sheba alifunga safari kutoka, na wakati ule alikuwa anasafiri kwa kutumia punda na farasi. So she journeyed from Ethiopia all the way mpaka Jerusalem. I bet that journey took several months. Miezi 6 yeye anasafiri. Unakwenda wapi ndugu? Miezi 6 yote hii nakwenda kumtazama mtu anaitwa Solomoni. Nimeambiwa kuna mtu ana hekima. Sijapenda tu kusikia kutoka kwa watu, nataka nikahakikishe, ni mhoji maswali na mimi nione kweli kama anayo hiyo hekima. So she journeyed. Not only her, hiyo ni mfano tu, lakini wafalme wote wa dunia walikuwa wanakwenda kumtazama tu. They just wanted to be in the presence of God, and the God that was with Solomon. Nakwambia ukweli wake sasa. Ukisoma katika Wafalme wa Kwanza sura ya 4 mstari wa 32 na 33, anasema huyu Sulemani alitunga mithali, alitunga na nyimbo. Anasema pia Mungu alimpa mfalme Sulemani hekima moyoni mwake. Kwa hekima hiyo mfalme aliandika mithali 3,000. Mithali ni Proverbs. Na nyimbo alitunga nyimbo 1,105. Alikuwa na hekima ya kujibu maswali ya kutatua matatizo ambayo watu walikuwa nayo. And real life problems ukienda kwa Solomon na kujibia. And today people are looking for those people. Watu wanatafuta mtu ambaye anaweza kutatua matatizo yao. Wana matatizo, magoti yanauma, mbona siku zote tu magoti yananiuma?
tatizo langu unaweza kunitatulia? Ndio, naweza kukutatulia kwa hekima nilionayo kutoka kwa Mungu. Solomon alitatua tatizo moja. Kulikuwa na wanawake wawili ambao walikuwa na watoto, walikuwa nalala kwenye nyumba moja. Sasa usiku mmoja akamlalia mtoto kafa. Mwingine yule alomlalia mtoto akafa, akamchukua mtoto wake akaenda kumweka kwenye kitanda cha yule mwingine, afa akamchukua yule mtoto mzima akamweka kitandani kwake. Huyu alipoamka tu, huyu mwenye mtoto wake mzima akagundua kwamba no, huyu mtoto sio wa kwangu. Yule akasema no, huyu ni wa kwangu, huyu mzima. Ukawa na mtafaruku hapa, wakaenda kwa mfalme. Mfalme akafanya decision ya very difficult problem. Watu wakashangaa. Akasema leteni upanga hapa tumkate huyu mtoto vipande viwili. Kipande kimoja atapewa huyu, kipande kimoja atapewa huyu. Yule mwenye mtoto akasema hapana, msimkate. Nina uchungu naye kweli kweli. Mwache aishi tu kule. Mimi nitaendelea kumfurahia hata akiwa kule. Yule Gabachori akasema kateni tutugawane, kwa sababu alishapoteza mtoto wake. Mfalme akasema mpeni huyu, ndo mama yake na mtoto. Huyu alozema msimu, mpeni. So it happened. Hekima ya Suleiman ikaonekana. Alikuwa na hekima mno. Sasa Yesu anasema yani hekima ya Suleiman ilikuwa cha mtoto. It was just one piece. Now where you have the wisdom, the complete wisdom of God. Soma kwenye Waefeso sura ya 2 mstari wa 6. Either ni sura ya 2 mstari wa 6 nafikiri. Anasema he has abounded towards us with all wisdom. Ametushindilia, ametuelekezea hekima yote ya Mungu. You have it. That is what I call the mind of God. Mungu akubariki sana. Endelea kujifunza. Pazuri hapa.